Sasa Bwana Isaac, habari za leo? Sawa sawa. Nyinyi ni sisi ni NX Farm. Ndio. NX Farm tunajishughulisha na masuala ya kilimo, ufugaji. Na leo hii tupo shambani hapa moja kati ya project zetu. Ndio. Leo tupo kwenye project ya mashamba ya mahindi. Kama unavyoona. Tupo kwenye shamba letu moja wapo ambao tuna mbegu hapa aina ya DK. DK 9089. Ndio. Ambayo mwaka huu imefanya vizuri sana. Ndio. Imefanya vizuri sana. Kama unavyoona mwindi umeshiba sana. Ndio. Tunao mashamba mengi lakini hili ni moja wapo. Okay. Yeah. Ni kwa nini mlichagua DK? Tulijaribu kuangalia msimu kulingana na taarifa za utabiri wa hali ya hewa. Tukaona mwaka huu inaweza kufanya vizuri zaidi. DK 9089. Ndio maana tulichukua hii. Okay. Yeah. Sawa. Kwa hiyo wataalamu wetu walitushauri hivyo kwamba mwaka huu msimu huu tutumie zaidi. Kwa hiyo unashauri nini wakulima ambao wanaingia kwenye tasnia ya kilimo kwa ujumla? Kitu kikubwa zaidi kwenye kilimo ni maandalizi. Okay. Kwanza ustadi eneo lako ambao unataka kulima. Ukisha study, ukishapata details vizuri, utachagua aina ya mbegu ambayo itafaa kwenye hilo eneo. Utapiga bajeti yako vizuri kuanzia maandalizi ya shamba mpaka utakapokuja kuvuna. Mwisho siku utakuta na kwa eka moja unamwambia mkulima anategemea kupata kiasi gani? Mara nyingi kwa eka moja mahindi ni kati ya kulima vizuri kuanzia gunia 15 approximate mpaka gunia 20. Okay. Yeah. Na huwa NX mnategemea kufanya kwamba mahindi ni sehemu ya biashara au? Mahindi kwetu ni sehemu ya biashara. Kama unavyojua tunajihusisha na masuala ya kilimo na ufugaji. Kwenye kilimo mahindi pia ni sehemu ya mazao ambayo tunalima zaidi. Okay. Waweze kuwasaidia nyinyi ama mpate kipato moja kwa moja? Ni kwa ajili ya kipato. Ni sehemu ya biashara yetu. Kwa hiyo lazima tulime. Okay. Sawa. Basi waweza kwa encourage wakulima juu ya faida kubwa zaidi mnaweza kuipata ndani ya kilimo hichi cha mahindi. Kweli kilimo cha mahindi kina faida kubwa sana. Kwa ujumla kilimo kina faida. Lakini kilimo cha mahindi kwa uzoefu wa muda ambao tumeshafanya kilimo cha mahindi kina faida kubwa sana. Okay. Yeah, kwa sababu mahesabu yake kwanza yanapigika vizuri. Ndio. Vipi pale bei ikitokea inashuka iko chini? Tunachokifanya sisi endapo kama bei iko chini, tuna sehemu za kuhifadhi mazao. Kwa hiyo tunahifadhi mahindi. Tunasubiri bei itakapopanda basi tunayauza mahindi. Asante. Asante sana.